Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ninaitwa Frank Eliakim. Ninakualika na ninakukaribisha ndugu msikilizaji katika mkutano huu ambao tutakuwa nao kwa muda wa siku 7 kuanzia leo tarehe 19 mpaka tarehe 26. Karibu sana, na mada yetu inaenda kwa kichwa kinachosema dhiki kuu. Lakini kwa upande wangu utakuwa pamoja nami katika mada inayosema dhiki katika mahusiano na tiba yake. Dhiki katika mahusiano na tiba yake. Utakuwa ni mfululizo wa masomo ambayo leo tunaanzana na somo zuri ambalo linasema inakuwaje mpaka unapenda? Inakuwaje mpaka unapenda? Mada kuu ya wiki itakuwa inasema dhiki katika mahusiano na tiba yake. Lakini somo la leo linasema inakuwaje mpaka unapenda? Ndugu msikilizaji unayenisikiliza, baada ya kusikiliza ujumbe huu, ninakupa kazi moja, uandike kwenye komenti huyo unayempenda ilikuwaje mpaka ukampenda. Lakini karibu pamoja nami ili uweze kusikia. Tutaanzana na dhiki iliyopo katika kipengele hiki, then tutakuja kwenye tiba ya dhiki hiyo. Dhiki imekuwa ikisikika, maelfu ya watu wanalia, nilidhani kuwa alikuwa ananipenda, kumbe alikuwa ananitamani tu. Maumivu yalioje! Lakini vilio vingi vya watu wengi vimekuwa vikisikika, nilimwamini, nikampa moyo wangu wote, ila amenitenda, naumia mimi. Unakuta ni machozi yanadondoka. Lakini kuna vilio vimekuwa vikisikika, alijifanya mstaarabu na mwenye busara, kumbe tapeli tu wa mapenzi. Hayo ni maneno ambayo yamekuwa ni kama dhiki kwa walio wengi katika mahusiano ya watu waliopo katika ulimwengu wa sasa. Mpendwa, hebu tuangalie, hivi ni sababu gani zinazopelekea mpaka unapenda? Inakuwaje mpaka unampenda mtu? Yaani unampenda mtu unakosa amani, unakosa utulivu wa moyo. Yaani usipoongea naye huna amani kabisa. Hebu tuangalie, kuna sababu kadhaa ambazo zinaweza kupelekea ukampenda mtu. Jambo la kwanza ni mahali mbalimbali. Tunazungumzia mfano shuleni. Kuna wanafunzi walikutana wakiwa wanasoma, vile ambavyo wanasoma katika eneo moja, wanajikuta wanaanza kupendana. Wanajikuta binti anampenda wa kiume au wa kiume anampenda wa kike. Lakini pia kuna mahali pengine ambapo ni kanisani. Kanisani pia ni mahali ambapo unaweza ukajikuta umempenda mtu. Lakini kuna katika maeneo mbalimbali ambayo yanapatikana, zipo sehemu mbalimbali ambazo unaweza kujikuta umekutana na mtu na ukampenda. Lakini cha ajabu, eti kuna watu ambao pia wanapendania misibani. Sasa mimi kanajiuliza, sasa msibani, yani watu wanalia, unapendaje? Au yani kwanza ngoja kwanza, yani umependa vile ambavyo analia, machozi yanavyodondoka, yanatoka kwenye macho na teremka kwenye mashavu, unampenda? Yani inakuaje? Sasa mimi nikanajiuliza, unapendaje bwana? Wewe lia. Kumbuka msibani maandiko yanasema lia na wanaolia. Sasa wewe watu wanalia unaanza kupenda, utajiju. Lakini hapo ni kipengele cha kwanza ambacho kinaweza kuwa chanzo cha wewe kumpenda mtu fulani. Tumezungumzia shuleni, tumezungumzia kanisani, inaweza ikawa sokoni, inaweza ikawa kwenye daradara, inaweza ikawa mahali tofauti, unaweza kujikuta umependa. Lakini kipengele cha pili ni ukaribu wa muda mrefu. Kuna watu unakuta wanaishi, ni majirani, unaishi hapa na rafiki yako anaishi karibu na nyumbani kwenu, na kwa sababu ya ule ukaribu unajikuta taratibu ukimuona, unavyozidi kuendelea ndo unavyozidi kumpenda, mpaka mwisho ule upendo unakuja unakomaa, na baadaye unashangaa mnatangaza nia na mpaka mnaoana. Lakini chanzo ni ule ukaribu uliokuwepo, na unaweza kuwa ukaribu wa mahali mnapoishi, au unaweza kuwa ukaribu wa kikazi, labda unafanya kazi pamoja naye. Kwa hiyo vile unavyozidi kumuona kila siku ndivyo upendo unazidi kuongezeka mpaka unampenda, na hatimaye
wengi unakuta wanaoana, lakini chanzo kikiwa ni ukaribu wa mahali ambapo wanaishi. Lakini jambo lingine ambalo linaweza likapelekea ukampenda mtu ni usemi au kalama zake. Yaani nakwambia kuna watu wamejaliwa wewe kusema. Akianza kuzungumza maneno yamepangiliwa vizuri. Sasa vile ambavyo unasikia yale maneno yalivyopangiliwa huyu nikimpata huyu atakuwa napangilia usemi wake vizuri tukiwa nyumbani. Kwa hiyo taratibu, kwa sababu ya usemi wake kuwa mzuri, unajikuta umeanza kumpenda. Lakini kuna wengine katika kuzungumza kwao wanakuwa na adabu. Yaani mazungumzo yake ni ya heshima. Katika kuzungumza kwake anajiheshimu, hasemi maneno ya ovyo, na hayo yanapelekea anapendwa. Na huu ushauri ningeutoa kwa mabinti, kwa sababu kwa asilimia kubwa ninyi ndio mnatafutwa. Jitahidini sana kuwa na usemi mzuri, kwa sababu kupitia usemi mzuri watu wamependwa. Kupitia usemi mzuri watu wamepata wenzi wa maisha, na wamejikuta wamempata mtu ambaye ni mwema kabisa, kwa sababu usemi wao ulikuwa ni mzuri. Lakini karama, ukiwa na karama ndugu yangu, usifiche uvunguni. Haya utajiju. Wengine wanapopanda pale mbele akaitumia karama vizuri, aidha ni kanisani au ni kwenye jumuiya au kongamano fulani, akatumia karama alizonazo vizuri, watu wanaanza kumpenda. Kwa hiyo kwa sababu ya karama watu wamependwa. Kwa sababu ya karama utapendwa. Kwa hiyo zitumie karama zako vizuri. Kwa hiyo hicho ni kipengele kingine ambacho watu wanajikuta wanapenda. Lakini kipo kipengele kingine ambacho pia kinapelekea mtu kumpenda. Kumbuka somo letu linasema inakuwaje mpaka unapenda? Nini chanzo cha wewe kupenda? Hapa tunaangalia sasa vyanzo ambavyo vinapelekea kupenda. Chanzo kingine ni muonekano. Sasa hapa ndo pamefunga wengi. Sasa hapa ndo utajua. Katika falsafa kuna aina moja ya falsafa inaitwa aesthetics. Unajua lugha zetu hizi. Hii ni lugha ya Kiingereza, lakini ni aina ya falsafa ambayo yenyewe inaelezea uzuri. Falsafa hii inapokuwa inaelezea habari ya uzuri, inazungumza kila mtu anapenda kulingana na anachokipenda. Sijui kama umenielewa, lakini utanielewa tu. Kwenye kipengele hiki ndicho ambacho kimepelekea watu wengi kupenda. Kuna mtu akiona pua, yani pua kwisha, yani pua tu linatosha, yani akiona tu pua vile lilivyo, ameshapenda kabisa. Mwingine sikio, yani akiona sikio, yani sikio hilo ndo basi, yani basi kashapenda kabisa, kapenda. Mwingine nywele, wadada fugeni nywele. Kuna wakaka wanapenda nywele, tena ndo zile ambazo zimekusanywa vizuri, zimefungwa, wanaziita mchicha. Yani akiona nywele ndo basi kashapenda. Lakini kuna wengine wanapenda sura. Na sura sasa, msije mkajidanganya. Kuna mabinti wengine akishasikia kwamba kuna wakaka wanapenda sura, anaanza kujikirimu, anaanza kubadili sura. Wewe sura, kuna wanaopenda weusi, kuna wanaopenda weupe, kuna wanaopenda ile rangi wanaita maji ya kunde. Sasa sijui maji ya kunde. Sura zote, kila mmoja anavutiwa kulingana na vile alivyo. Na ndiyo maana utamkuta kuna mwanaume mmoja anaweza kasema kwamba mimi binti ambaye ni mzuri ni yule ambaye ana weusi fulani hivi. Mwingine anasema ni yule ambaye ni mweupe. Mwingine anasema yule ambaye ni rangi fulani hivi. Kila mtu ana uzuri upo machoni pa mtu. Kwa hiyo hapo ni eneo tofauti ambalo watu wanapenda. Lakini kuna kipengele kingine hapa, tunazungumzia kwa pande zote, mwanaume na mwanamke. Kila mtu anakuwa na kipaumbele chake ambacho kinamvutia kupenda. Lakini
kuna lugha fulani inanipa ukakasi kuitamka, lakini talanta. Kuna wengine pia wanapenda makario. Nimesemaje hapo? Hivyo hivyo. Lakini hiyo ni sehemu tofauti na sababu mbalimbali ambazo zinapelekea watu kupenda